Habari za jioni mabibi na mabwana, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo, na habari za asubuhi kwa wale ambao ndo sasa wameamka kwa majira kama na haya. Matumaini yetu mnaendelea vizuri popote mlipo, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo yetu ya habari za matukio ya kila siku, ambayo tutakwenda kuanzia tena jimboni Kivu ya Kusini, ambako baada ya kushutumiwa kuwashambulia raia kwa mabomu katika soko la umma mjini Sange, tukio lililosababisha vifo vya angalau watu 10 kwa sasa na kujeruhi wengine wengi, wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 walifanya meeting hadharani na wakazi wa eneo hilo. Katika meeting hiyo, wahasi walidai kuwa mlipuko huo haukutokana na wao bali ulifanywa na vijana wa Sange wenye nia mbaya. Pia walitangaza nia yao ya kufanya misako katika mitaa yote na ndani ya kila nyumba ya mji huo, wakionya kuwa mtu yeyote atakayekutwa na silaha ya moto au vifaa vyovyote vya kijeshi ataadhibiwa vikali. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Sange wanaonyesha hofu kubwa kuhusu kauli hizo, wakiamini kuwa huenda ni mpango uliopangwa na wahasi wenyewe ili kupata kisingizio cha kuwatesa na kuwaua vijana wa mji huo. Kwa hiyo tunatoa wito wa dharura kwa jamii ya kitaifa na ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya mji wa Sange, ambako jeshi la Rwanda linadaiwa kuwa linaandaa vitendo vya mauaji ya kimbari vinavyolenga vijana wa eneo hilo. Na meya wa jiji la Uvira Bwana Kifara Kapenda Kiki ametoa muda wa siku 5 kwa wahusika wote kurejesha mali za serikali na za watu binafsi zilizochukuliwa tarehe 14 Januari iliyopita wakati wa kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wa manispaa ya Uvira, urejeshwaji wa hiari wa mali hizo ndio njia pekee kabla ya kuanza kwa misako ya lazima katika mitaa yote. Sheria itatekelezwa kwa ukali wake wote kwa kumradhi dhidi ya wale watakaokaidi agizo hilo. Na tunapozungumzia swala la uporaji, ni bora tukumbushie pia yale yaliyotokeaga huko Kabimba, ambako uporaji wa kimfumo uliofanywa na wahasi wa M23 bado unaacha jamii ikiwa hoi kabisa katika kijiji hicho. Alama za uvamizi wa kikatili bado unaonekana wazi. Katika machimbo ya kundi la SK, ofisi zimeharibiwa, makontena yamevunjwa na nafasi zilizokuwa zimejaa mapipa hapo awali kwa sasa ni tupu na ukiwa. Tukio hilo lilitokea katika mazingira ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa kiongozi mmoja wa maeneo hayo, alisisitiza ya kwamba wanajeshi wa Rwanda waliingiaga maeneo yale na kuchukua kila kitu. Wavamizi hao walichukua kiasi kikubwa cha lami, yani goudron, muhimu kwa kazi za ujenzi wa barabara, jambo lililohatarisha miradi ya maendeleo iliyokuwa ikisubiriwa na wananchi. Kati ya akiba yote, takriban 30% ama 30% iliporwa upande mmoja wa eneo hilo na 25% yani 25% kwa upande mwingine, unaowakilisha nusu ya akiba ya awali. Kila pipa lilikuwa limepangwa, ila leo ukiangalia unakuta hakuna kitu ambacho kipo kwenye mstari. Na tofauti na lami, vifaa vingine vyote vilivyolengwaga katika uporaji huo ni pamoja na betri za majenereta, mabango, mahema takriban 80, kompyuta, mapipa ya mafuta na petroli na dizeli yani mazut. Kiasi kilichobaki cha mafuta kilimwagwa ovyo na kuacha uharibifu mkubwa wa mazingira na mali. Hali hiyo ya vitisho ilisitisha shughuli zote za kuongeza hisia ya kutekelezwa. Kwa wakazi wa Uvira na Kabimba, matumaini ya maendeleo ya eneo yameporomoka pamoja na akiba iliyoporwa. Mioyo ya watu wengi huko sasa inavuja damu kwa uchungu, kwa maana walitarajia kuona mkoa wao ukipiga hatua.
Hicho kinathibitisha dhahiri ya kwamba hasara ya tukio hilo ni kubwa, thamani yake ni vigumu kukadiriwa, na ujenzi upya haujulikani utakuwa tena muda gani. Na tukijielekeza tarafani Shabunda ambako shughuli zote zimeripotiwa kusimama kabisa siku ya leo, ambako shirika za kiraia na vijana wanalaani vikali kile wanachokihita manyanyaso ya baadhi ya watu wenye kushikilia bunduki wasiojulikana mpaka sasa wanatuhumiwa kuleta hali ya ukosefu wa usalama kwa raia. Watu hao wanaotuhumiwa kwa vitendo vya uporaji, kuweka vizuizi haramu barabarani na hata mauaji. Hali hii imezua hasira kubwa baada ya vifo vya watu 4 Ijumaa iliyopita, wakiwemo wanafunzi. Na katika tarafa jirani la Walungu, wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 wanaendelea kujiondoa katika kituo cha mji wa Walungu Centre na maeneo jirani bila kutoa rasmi taarifa yoyote. Kwa mujibu wa vyanzo vingi eneo hilo, baadhi ya wanachama wa waasi hao walifanya harakati za siku 2.5 kabla ya kuondoka kabisa katika eneo hilo. Mashahidi wengi wanathibitisha kuwa wazalendo pamoja na FARDC wameripotiwa kuwasili na kuwepo katika kituo cha Walungu Centre mkoani Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukijielekeza huko jimboni Kivu ya Kaskazini, hii leo Ijumaa tarehe 30 Januari mwaka 2026, huduma za usalama zimefanikiwa kukamata mzigo wa sare za kijeshi zinazoripotiwa kuwa ni za waasi wa M23 RDF. Kwa mujibu wa taarifa za awali, lori lililokuwa likitoka Lubero lilikamatwa na vyombo vya usalama mjini Butembo. Ndani ya lori hilo, mifuko kadhaa ya sare za kijeshi zinazodaiwa kuwa za muungano wa waasi wa M23 RDF iligunduliwa. Ila baadhi ya wadau wanaounga mkono waasi hao wanadai ya kwamba sare hizo za kijeshi zitakuwa ni za jeshi la taifa FARDC, maana kuna ufanano mkubwa kati ya sare hizo na sare mpya zinazotengenezwa kwa sasa kwa ajili ya wanajeshi wa FARDC. Lakini tukienda mbali zaidi, madai haya yanaonekana hayana uhalisia wowote, maana sare za kijeshi haziwezi kusafirishwa kwa kutumia usafiri wa umma ama wa raia, bali ungesafirishwa na vyombo vya kijeshi. Lakini kwa sababu sare hizo zimeshikwa kwenye malori ama kamion za raia za watu binafsi, inaonekana dhahiri ya kwamba zilikuwa zimeingia nchini kimagendo na kusafirishwa zinakokwenda kimagendo pia. Na tukisalia tu huko Kivu ya Kaskazini, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo jana tarehe 29 Januari mwaka 2026 majira ya jioni limefanya mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani za kivita, yani drone kamikaze, dhidi ya ngome za M23 AFC huko kijijini Minjenje karibu na Mpeti katika grupema ya Kisimba tarafani Walikale, baada ya kuzuia shambulio la waasi huko Chanjikiro. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, droni la kijeshi lilitumika mwanzoni mwa jioni kulenga kituo cha lojistiki cha waasi katika maeneo ya Pinga na kusababisha uharibifu mkubwa wa vifaa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku tunayowarushiani kila siku ili mzidi kuhabarika. Kwa hiyo endelea kuwa nasi hapa kwenye Kibenge TV kuzidi kuhabarika zaidi, na tukutane kwa majaliwa.